Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine bwana, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 12. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel, lakini kwenye YouTube tunakuomba subscribe, lakini kwenye TikTok tunachokuomba follow, lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ya 11 iliyopita tuliishia wapi? Sehemu ya 11 tuliishia sehemu ambapo tulimuona huyu binti wa kuitwa Sikununu ametolewa nje na mzee Fares kwa kukimbizwa, kupigwa na plagi za kuchomekea redio pamoja na mkanda wa mashine, na tukamuona Zatiti ametoka hapo moja kwa moja na kwenda mpaka ndani, akaenda kujifungia chumbani. Lakini Mama Suzi au Fitina Cosmas kwa jina lake la kawaida, tukaona akiwa yuko kwenye matatizo, kwa sababu yeye ndiye aliyebaki anafokewa vibaya mno, kutokana na kwamba amempokea binti ambaye yeye hakuwa na taarifa naye. Yani manake huyu mzee Fares kwamba hakuwa na taarifa naye. Kwa hiyo amekuja, ametoka safari zake na kumkuta huyo binti. Sasa tuendelee sehemu ya 12 ili tuweze kujua mbivu na mbichi ni ipi katika sehemu hii. Moja kwa moja, kutokana na kwamba tayari amefukuzwa na amekimbizwa kabisa mpaka kule nyuma ya lile jumba la kifahari, basi Sikununu alikaa kule nyuma akaanza kuwaza, huku akisema, kwa kweli watu hawana fadhila. Sasa huku nilikowekwa, maskini ya Mungu. Chakuja kushangaza sasa hivi, niliambiwa nije na aliyenifanyia mpango wa kupata namba za watu ambao wako mjini ni Tobias, na nikamwamini kabisa. Sasa kumbe mjini nilipokuwa na waahidi wazazi wangu, kumbe ni pabaya hivi. Halafu hata sikujua. Hivi kama ningekuja bila direction yoyote, msemo wa Tobias, ya mtu wa aina yeyote, si ningekoma mimi? Kumbe mjini wana tabia za hivi. Mimi nikajua ni kama kule kwetu vijijini, unaweza ukatoka ukaenda kwa mtu fulani ukaenda kulala,
lakini kumbe wanafukuzana kiasi hiki. Sasa huu usiku mimi naenda wapi? Mungu nisaidie, kisinikute chochote. Mungu nakuomba, kwenye mji wa watu nisaidie, Mungu wangu. Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, Sikununu alinung'unika kweli kweli. Lakini kama jinsi ambavyo tunavyojua, katika miji huwa hawajaliani kabisa. Unaweza ukatoka na ukaenda mjini ukasema mimi naenda kutafuta kazi, na alafu baadaye akakukuta. Ndo kama haya tena. Yeye alikuwa tayari ameshaunganishiwa kwa mtu. Tobias Mavugwe amemuunganisha huyu dada Sikununu huyu ili aweze kuja mpaka kwa mtoto wa binamu yake ambaye anaitwa Zatiti. Zatiti hakuwa na hiana, amempokea Sikununu na kumpeleka mpaka kwa bosi wake anapofanyia kazi. Lakini yaliyokuja kumkuta ni haya. Basi kutokana na kwamba hapo nyuma kulikuwa kuna msingi, hizo nyumba za huko mjini Mzayuni walikuwa wanapenda sana kujenga na kuweka msingi sehemu ambapo mtu unaweza ukakaa. Alichokifanya, aliweka begi lake kwenye msingi, akapiga magoti na kuanza kumuomba Mwenyezi Mungu usiku huo ili asiweze kupatwa na madhara ya aina yeyote. Alimuomba sana Mwenyezi Mungu. Alitumia kama dakika 40 akiwa anaendelea kuomba. Hapo ndipo ambapo alipoamua kulala hapo hapo chini, wakati begi lake lipo katika msingi. Maskini ya Mungu Sikununu, nyumbani kwa mzee Bareke ulikuwa unalala vizuri na ulikuwa unalala pazuri dada wewe. Sasa hivi ona yaliyokukuta, umeenda kulala sehemu ambayo binadamu hastahili kulala kabisa. Na sio kwamba wewe ni yatima, hauna wazazi, una wazazi, lakini tazama yaliyokukuta. Akalala hapo chini maskini. Isivyo bahati, mvua ilianza kunyesha kubwa kweli kweli. Maskini ya Mungu Sikununu, wingu lilitokea, na lilipotokea hata kuweza kujua, ilianza kupiga mvua ya ukweli. Vitu vyote vilivyokuwepo katika lile begi vililoa mno, kiasi kwamba mpaka na ile simu iliyokuwa amepewa ikawa imeroa na hatimaye ikazima kabisa. Kukawa hakuna namna yoyote ya kuweza kuifufua simu hiyo. Tobias Mavugwe alijaribu kumtafuta binti huyo kuweza kujua, maana hata yeye baada ya kuwa amelala aliota kwamba wako pamoja na Sikununu, wameenda kuchanja kuni porini. Baadaye wakakutana na chatu mkubwa, akaanza kuwakimbiza. Sasa baada ya kuota ndoto kama hiyo, aliamka moja kwa moja baada ya kushtuka na kuanza kumtafuta Sikununu kwenye simu. Kila alivyopiga namba kakuta haipatikani. Kila anavyopiga nakuta namba haipatikani. Aliingiwa na hofu sana. Ikabidi ajaribu kumtafuta mwanae, mtoto wa binamu yake Zatiti.
Alimpigia sana simu. Zatiti simu yake iliita mno, kwa sababu moja, alikuwa ameiweka vibration, na halafu cha pili alikuwa ameichaji ikiwa kwenye friji sebleni. Sasa baada ya kutokea ule mtiti wa mzee Fares, yeye alikimbia bila simu kwenda kujifungia chumbani. Kwa hiyo simu aliiacha pale pale kwenye chaji. Alipiga sana kijana Tobias Mavugwe, lakini simu haikupokelewa. Akajaribu kufanya kila mbinu, kamtafuta dada mwingine. Alipompigia simu, yule dada alipokea, na baada ya kupokea akajaribu kumhoji kama endapo Zatiti jana waliweza kuonana. Akamwambia ana siku nyingi sana hajawahi kutembelea mtawa kwa Fares, kwa hiyo hawezi kujua kama huyo dada atakuwa anaendeleaje. Ana muda mrefu hajatembelea mtaa huo. Akajaribu kumdodosa kama endapo watakuwa wamekutana kokote pale. Yule dada akasema hajawahi kwenda sehemu yoyote, na huyo dada alikuwa anaitwa Sijaona alikuwa hajaja katika mtaa huo wa Fares. Sasa baada ya kuambiwa hivyo, kawa na hofu kweli. Kijana Tobias Mavugwe alikata simu na hatimaye akapiga magoti na kuanza kumwomba Mungu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 12 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunakuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunakuomba follow. Lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumeona Siku Nunu baada ya kufukuzwa alienda nyuma ya nyumba hiyo ya kifahari, na akaenda. Baada ya kufika kule akaanza kuwaza mengi. Hatimaye hatua aliyoichukua akaona aanze kumwomba Mwenyezi Mungu na kuweka begi lake kwenye msingi ule ambao waliouacha wakiwa wanajenga, ambao una uwezo wa kukaa, na begi lake kutokana na kwamba lilikuwa ni la mgongoni, alivyoliweka kweli lilitosha na likakaa hapo. Alimuomba sana Mwenyezi Mungu, lakini baada ya kumaliza dakika 40 akiwa anamuomba Mwenyezi Mungu, alilala chini kabisa kwenye mchanga pale. Na baada ya kulala, isivyo bahati, kulitokea na wingu zito, na hatimaye mvua ikaanza kunyesha, ikaanza kumpiga maskini binti huyu, na hatimaye simu yake ikaroa na vitu vingine ambavyo vilikuwa havihitajiki kuwepo katika maji tayari vikafa. Mpenzi msikilizaji, wewe unaonaje juu ya sehemu inayofuata? Unahisi Zatiti atakapoamka asubuhi atamkuta Siku Nunu akiwa na afya njema? Je, unahisi atakapoamka asubuhi Zatiti
Ni kitu gani cha kwanza ambacho atakachokifanya? Mimi nachokuomba usiache, endelea kufuatilia kabisa mpaka mwisho, mpaka tone la mwisho, ili ujue mbivu na mbichi ni ipi. Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.